because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Tulikuwa tukiongea jana kwamba tungezungumzia kuhusu serikali ya Mungu. Na serikali inaanza na watu. Na watu inaanza na watu wachache. Kisha inaendelea kukua. Wanachama wanaongezeka. Katika kijiji kidogo ambacho hakiwezi kuwa na hata meya. Hakiwezi kuwa na viongozi kwa sababu hawana fedha, lakini inaendelea kukua na kukua. Na serikali zinaundwa na watu. Serikali hii ilianza na watu 7. Kutoka kwa hao 7 walianza polepole kuongezeka. Wakati mwingine walikuwa na 20, na kutoka kwa hao 20 walipoteza 10 kwa sababu ilikuwa kitu kipya kwao, na ikaendelea kukua na kukua, na sasa ni familia. Tutasoma Wagalatia 6 mstari wa 10 ili kuona jinsi serikali inavyoundwa. Wagalatia 6 mstari wa 10. Kwa hiyo tunapopata nafasi, tufanye mema. Kwa wangapi? Kwa wote. Na hasa, sema hasa, kwa wale wa familia ya imani. Familia ya imani ni serikali ya Mungu. Katika akili ya Mtume Paulo alipokuwa akiandika zile nyaraka 14 alizoandika, na jinsi alivyo na hekima, jinsi Mungu alivyo na hekima kwa kuacha vitabu hivyo 14. Kwa sababu kama ningekuja bila vitabu hivyo 14 ningefanya nini? Lakini waliamini katika vitabu hivyo 14, mfumo uliamini. Tatizo pekee ni kwamba waliichanganya na kuificha ili isieleweke. Ulisoma yale yale wanayosoma wengine na hukuyaelewa. Ilikuwa imeandikwa kwa siri kutenganisha injili ya kutotahiriwa na ya tohara. Na tunapozungumza hivyo, vyombo vya habari havielewi, wanadhani tunazungumzia tohara ya kimwili. Lakini ni tohara ya mafundisho. Au kutotahiriwa kwa mafundisho. Jambo pekee ni kwamba kutotahiriwa ni kwa ajili ya roho. Lakini Mtume Paulo katika mawazo yake aliona kila kitu kama serikali. Daima aliona familia kama serikali. Tutazame katika barua ya kwanza kwa Timotheo sura ya 3. Katika aya ya 4, jinsi mtume alivyomwambia askofu. Alimwambia askofu aongoze nyumba yake vizuri. Awashike watoto wake katika utiifu, kwa uaminifu wote. Na si kwa maaskofu tu, kwa wachungaji. Baadaye anataja, kwa sababu yule asiyejua, sema serikali. Mtume Paulo aliona familia, na wazazi wanapaswa kuongoza. Katika familia hiyo, kazi ya mitume wa tohara ilikuwa kuvuruga nyumba nzima.
Kazi ya kanisa Katoliki ilikuwa kuharibu vijiji, miji na mataifa yote. Na walifanikiwa kwa muda. Kazi ya udanganyifu. Dini ya uongo haijui kuongoza familia. Kwa kweli, ninyi ambao mlikuwa wa Injili wa Pentekoste, mafundisho hayo yalikuwa yakiharibu watoto wenu. Yalikuwa yakiwatenganisha. Makusanyiko hayo hayako katika umoja kwa sababu mafundisho hayo hayaruhusu kuungana. Na mtu hawezi kuwafundisha watoto wake. Lakini kwa Injili ya kutokutahiriwa, askofu, mchungaji, baba wa familia ataongoza familia vizuri. Ili watoto waamke tangu wakiwa wadogo kama tulivyoona jamii bora. Kwamba watoto hao wanasema, Aba Baba amebarikiwa, mtume, shetani ameangamizwa, tumeona watoto hapa. Wakikiri neno ambalo wachungaji wa leo hawalielewi. Paulo aliona kila mara katika akili yake kwamba serikali inakuja juu ya uso wa dunia. Na serikali hiyo inaanza na familia. Mimi ni mpenda familia. Mimi ni mpenda familia, ninatetea familia, nimeharibu mbili lakini ninatetea familia. Na si kwa sababu nilitaka kuharibu familia mbili, ni kwamba kuwa nami ni kama kuwa kwenye tanuri lenye moto mkali, ni ngumu sana. Naelewa kuwa ni ngumu sana. Na kuna wanaume ambao walilazimika kuwa na walipoteza familia moja. Na wakaanza na nyingine. Lakini serikali inaanza katika familia. Lazima kuongoza watoto vizuri. Na mchungaji, askofu anaongoza watoto vizuri na kisha anaongoza kanisa vizuri na anaongoza wachungaji vizuri. Angalia mahali ambapo hata Paulo alitarajia serikali, hapo hapo katika barua ya kwanza kwa Timotheo, sura ya 5 aya ya 14. Aya ya 14. Nataka basi kwamba wajane vijana waolewe. Wale watoto waongoze nini? Wasimpe adui nafasi yoyote ya kusema mabaya. Paulo aliwaomba wajane waongoze vizuri, waolewe, sio wabaki wajane, oini tena. Waongoze vizuri nyumba zao. Katika mstari wa 17, kisha anazungumza na wachungaji, angalia anachosema. Wazee waongoze vizuri. Wahesabiwe kuwa wa heshima. Ya heshima mara mbili. Hasa wale wanaofanya kazi ya kuhubiri na kufundisha. Mchungaji hufanya kazi kubwa. Lakini hilo halikuweza kuunganishwa miaka 2000 ilipita. Haikuweza kufikiwa kanisa. Haikuweza kuundwa serikali. Lakini katika saa hii inainuka juu ya uso wa dunia. Watu ambao hawajawahi kuwepo juu ya uso wa dunia. Ni watu wanaozungumza sawa. Wanafikiri sawa. Wanafundisha sawa, ni watu wenye mchungaji mmoja. Kupitia dunia kwa sababu si makanisa mengi, ni kanisa moja tu. Kristo alimwaga damu kwa ajili ya kanisa, si kwa makanisa. Kwa ajili ya kanisa, sasa hilo kanisa ambalo halikuweza kuinuka. Ambalo yeye mwenyewe alisema,
Roho iliyo ndani yangu ambayo ilikuwa ndani ya Yesu wa Nazareti anasema, nitajenga kanisa langu. Yeye alisema si mimi, lakini vipi? Kwa nini haelezi ni mimi? Nitaondoka lakini nitarudi na nitajenga kanisa langu. Na kanisa linajengwa na linaitwa kanisa, lakini usimwambie mtu yeyote kile nitakachosema sasa. Kanisa ni serikali ya Mungu. Usimwambie mtu yeyote. Wakati watawala wa dunia watakapojua, tayari wana serikali juu yao. Wakati mmoja wa watawala wa wakati wa Yesu wa Nazareti, Herode alisikia kutoka kwa mtoto mdogo aliyekuwa amezaliwa. Aliamuru kuwaua watoto wote. Aliamuru kuwaua wote. Unajua kwa nini? Kwa sababu alisikia kutoka kwa Isaya sura ya 9 mstari wa 6 kwamba mtoto atazaliwa, jina lake Emmanuel, mfalme wa amani, na utawala wake. Aliongea kuhusu utawala wake. Kwa hivyo washauri wa watawala walisema, kuna mtoto hapa Yerusalemu na anakuja kutawala. Lakini pia alisema upana wa utawala wake haukuwa kwa wakati huo. Lakini hiyo ni mishipa ya unabii. Hiyo ni theolojia, hiyo ni mafundisho yanayokuja. Kwa hekima yamefichwa, ili wale wanaoitwa wenye hekima wa dunia wasielewe. Lakini wewe na mimi tunajua vizuri kinachoendelea. Kuna taifa lenye nguvu linainuka. Taifa linalojua nani wameamini. Taifa ambalo hakuna anayeliweza kusogeza. Na serikali hiyo inainuka. Na ni serikali ambayo ilitarajiwa kwa miaka 6,000. Ni serikali ya Mungu. Na ingawa nilisema usimwambie mtu yeyote, wataisikia lakini hawataweza kuigusa kwa sababu haiharibiki. Katika Methali 29:12 inatueleza kilichotokea kwa dini. Methali sura ya 29. Kama mtawala anasikiliza neno la uongo, je, watumishi wake wote watakuwa nini? Na ni serikali gani unayoamini? Niambie kitu kimoja, watawala wamezingatia nini? Uongo. Kwa hivyo wao na watumishi wao ni nini? Wasiomcha Mungu. Hakuna serikali inayoweza kutatua matatizo ya Colombia. Hakuna serikali inayoweza kutatua matatizo ya dunia hii. Ni serikali ya Mungu pekee itakayoweza kufanikisha hilo. Pekee. Ni serikali hiyo pekee itakayoweza kufanikisha hilo. Mnaweza kuketi. Tazama, mateso yanayonijia tayari yapo. Yesu wa Nazareti alionya. Alionya.
na ni mateso ambayo watajaribu. Na wakati mwingine wanazungumza mambo ambayo si kuhusu mimi. Wakati mwingine wanasema vibaya juu yangu, na si hivyo. Lakini wakati mwingine mambo mabaya wanayosema ni hivyo, kwa sababu mimi ni mwaminifu na mimi ni wazi. Siwezi kusema uongo. Mimi ni wazi hapa na nyumbani. Kile ninachofanya hapa ninakifanya nyumbani na popote. Sijifichi. Nilikuja nikiwa nimevaa udhaifu, na wanatumia hilo. Tukimgusa mwili, serikali yake inaporomoka. Lakini hii ni ufalme ambao una msingi. Unasema kwamba kuanzia sasa hatumjui mtu yeyote kwa mwili. Na hata kama Kristo, si lazima Yesu wa Nazareti, lakini hata kama tulimjua Kristo kwa mwili, sasa hatumjui hivyo. Wakati mwingine Paulo alipokuwa akizungumza kuhusu Kristo, unasema Yesu wa Nazareti, na ghafla anaitafiti na anazungumza, kwa sababu kwake hakuna kipengele cha muda wa miaka 2000. Kwake siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 kama siku moja. Na anaweza kuwa anazungumza juu yangu au anaweza kuwa anazungumza juu ya Yesu wa Nazareti. Na ikiwa huelewi hilo, tayari unajua kwamba utaishia ukiwa na wasiwasi sana. Tutasoma Mithali sura ya 20 mstari wa 18. Mawazo na ushauri. Nini kinatokea? Mawazo, Sulemani alisema, kwa sababu mawazo mengi huingia moyoni mwa mwanadamu. Ni mengi, mabaya, mazuri, ya kuharibu. Kuna mawazo yanayokuambia huu ndio njia sahihi, na mwisho wake ni kifo. Na katika nyakati zile, kwa ushauri mzuri wa wakati huo, waliamriwa. Katika wakati huu, mawazo yanayokufikia, uliyebarikiwa unayesikiliza. Uliyebarikiwa. Kanisa. Serikali. Unapopata wazo, liamuru. Lipe ushauri mzuri. Usifanye haraka. Na utaamuru. Je, utaamuru vipi? Kwa nguvu za Mungu. Sio kwa nguvu alizokuwa nazo Sulemani, ambayo ilikuwa hekima chini ya mbingu. Hii ni hekima ya mbinguni. Injili ni nini? Nguvu za Mungu. Basi utaamuru mawazo yako kwa nini? Na nini kinatokea? Nionyeshe tena mstari. Nini kinatokea ikiwa utaamuru? Na kwa uongozi wa busara. Je, inafanywaje? Basi wewe utaamuru wao. Na kwa uongozi wa busara utaenda vitani. Vitani vya familia yako, vitani vya watoto wako, vitani ya majaribu yanayokujia. Yatakufikia. Sikiliza, mimi nimekumbana na mengi. Na wakati mwingine mawazo huja na hupiga hii pazia ya kibinadamu, lakini huwekwa sawa kwa Injili ambayo ni nguvu ya Mungu. Na ninajiandaa kwa vita. Na wewe unapaswa kujiandaa kwa vita. Kwa vita vya magonjwa. Kwa vita vya majaribu kama nilivyotaja awali. Kwa vita vya mateso.
kwa ajili ya vita wakati wanaposema mambo juu yako. Na wakati mwingine ni kweli, wakati mwingine ni kweli, wakati mwingine ni uongo, wakati mwingine kuna ukosefu wa haki, lakini wakati mwingine kila kitu kinafichuka, kwa sababu hakuna kilichofichwa ambacho hakitafichuka. Na itakufaa hata kama itafichuka. Itakufaa. Kwa sababu hapa sote tuna udhaifu. Kwamba mwenye udhaifu asitoke nje ya njia. Sote tuna udhaifu. Sote katika wakati mmoja au mwingine tumefanya kitu kinachoumiza dhamiri yetu. Lakini kwa ushauri wa busara, mawazo yanapangwa na anajiandaa kwa vita vilivyo mbele yake. Kanisa la Colombia, panga mawazo yako. Yaandae. Kwa sababu ufalme unakuja juu ya dunia. Tutakwenda kuona Isaya sura ya 11 kutoka mstari wa 1 hadi wa 5. Isaya sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 5. Mche utatoka katika shina la Yese. Je, mche huo ulikuwa nani? Yesu wa Nazareti. Lakini sikiliza hili. Na chipukizi litamea kutoka mizizi yake. Na Roho ya Bwana itakaa juu yake. Roho ya hekima. Hekima ya Injili inayonisaidia kupanga mawazo yangu. Roho ya ufahamu. Roho ya ushauri na nguvu. Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na nitamfanya aelewe kwa bidii katika kumcha Bwana. Hata hukumu kwa kuona kwa macho yake. Kile macho yako yanaona usihukumu. Usihukumu kwa mwonekano. Nabii tayari alijua kwamba Injili ingesema, kuanzia sasa hatumjui yeyote kwa mwili, wala hatabishana kwa kile masikio yake yanasikia. Bali atawahukumu maskini kwa haki, na atabishana kwa usawa kwa wapole. Zaburi ilisema nini? Wapole watairithi dunia. Na kwa Roho, samahani, na atapiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Na kwa roho ya midomo yake atamuua mwovu. Wale wanaoishi chini ya uongo wa serikali za uongo. Mistari 10 na 11. Endelea mbele. Mistari 10 na 11. Itatokea wakati huo kwamba mzizi wa Yese, ambayo itakuwa ishara kwa mataifa, itatafutwa na watu. Sikiliza watu, nilikuambia jana kwamba watakuja kwa makundi. Wakati makanisa yote hayo na uongo wote huo utakapofungwa, watakuja kutafuta msaada wako, lakini kwa umati. Watu watafuta kile ulicho nacho, kile ulichokipitia katika roho yako. Watu watakitaka, na inasema kwamba watakitafuta. Itatafutwa na watu.
na makazi yake. Hei, itakuwa ya utukufu. Vivyo hivyo itatokea wakati huo kwamba Bwana atainua tena, na kwa mara ya mwisho, mkono wake ili kurejesha mabaki ya watu wake ambao bado wapo Asiria, Misri, Patrosi, Ethiopia, Elamu, Shinari na Hamati, na katika pwani. Katika pwani ya bahari, watu wote wa kijiji hicho watafika. Kanisa, tunazungumza kuhusu serikali. Serikali isiyoweza kuharibiwa. Ni serikali ya kidikteta. Kuna dikteta. Jina lake ni 666. Na haombi ushauri. Ni Yesu Kristo mwanadamu akitawala duniani kote. Abba Baba. Serikali yenye nguvu juu ya uso wa dunia. Sema, mimi ni sehemu ya serikali hiyo. Utaiona kanisa. Utaiona kwa macho yako mwenyewe. Wanamuziki, tafadhali. Askofu Mati. Nawapenda sana kanisa. Nawapenda. Hivi karibuni tutakutana na miili iliyobadilishwa.